Ni asubuhi njema ambapo mpenzi mtazamaji, siku ya leo, siku ya Jumapili, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tukaweza na kupokea hizo baraka kabla hatujaweza na kufika pale kanisani kwa siku ya leo. Basi mtumishi wa Mwenyezi Mungu ameweza na kufika hapa studioni mapema sana ili akaweze na kutubariki na hilo neno ambalo Mwenyezi Mungu ameweza na kumwandaa nalo kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu yangu, kwa sababu yako, nikitumai kwamba hizo baraka kabisa utaweza na kuzipokea, utaweza na kuzikamata, na wakati ambapo utakuwa hata unatoka kwenda pale kanisani utakuwa umejaa baraka, utakuwa unafika pale na kuendelea na kuongezewa ama kuongeza na zingine. Basi karibu tuendelee na kupashwa yote kutokana na neno la Mwenyezi Mungu. Pastor Nzake Skaesa kutoka ABC Kidhiani, Muka Pastoret, Makueni Sabu Kota, yote ako nayo. Karibu. Ujambo mtazamaji, karibu popote pale ulipo ili tukapate kushirikiana kwenye kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka. Tutapata somo letu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, sura yake ni ya 13, aya ya kwanza hadi aya ya 4. Kisha Daudi akafanya shauri na maakida wa maelfu na maakida wa mamia, naam, na kila kiongozi. Daudi akawaambia, jamii yote ya Israeli, likiwa njema kwenu, tena ikiwa limetoka kwa Bwana Mungu wetu, na tutume watu huku na huku mahali popote kwa ndugu zetu waliosalia katika nchi yote ya Israeli, ambao pamoja nao makuhani na Walawi wamo ndani ya miji yao yenye viunga, ili wakusanyike kwetu, nasi tujirudishie tena sanduku la agano letu, agano la Mungu wetu, maana hamkuuliza neno kwa hilo katika siku za Sauli. 4. Nao jamii nzima wakasema ya kwamba watafanya hivyo, kwa kuwa neno hilo lilikuwa njema machoni pa watu wote. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu ishie milele, Mungu ambaye umejaa utukufu wako mbinguni, pokea sifa na utukufu wakati huu. Asante kwa ajili ya kuiona siku hii njema ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji uliyemwezesha kuiona siku hii. Baba, naomba ukapate kumbariki na uwe pamoja naye, na umlinde katika shughuli zote, na ukapate pia kumpa juhudi ya kusikiliza na hata kufuata neno lako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Tazungumzia juu ya kuwauzisha wengine katika uongozi. Kiongozi ni nani? Kiongozi ni yule ambaye anajua njia na anajua jinsi ya kuendea hiyo njia, ama anaiendea hiyo njia, na hata anawaongoza wengine kupitia na kuenenda katika hiyo njia ambayo analolijua na kulifahamu vizuri. Uongozi mwema unatoka kwa Mungu. Mungu alimtuma Musa ili kuwaongoza wana wa Israeli, kama jinsi ujuavyo hiyo habari, mtazamaji wangu, na ninajua ni habari ambao unalijua kikamilifu. Kiongozi ni mtu ambaye amewekwa juu ya watu wengine ili awaongoze. Hii ni kwa sababu Mungu aliona si vema sisi zote hatuwezi tukaongoza, mpaka tuwe tuna yule ambaye ni mkubwa wetu na ako juu yetu, na mpaka tumsikilize na tumfuate, kwa sababu ndiye anayetuongoza. Kiongozi anayefaa akiwa katika uongozi anawajali watu wote. Mtu awe ni kiwango cha chini, mtu awe ni wa kiwango cha juu, Mungu awe ni wa kiwango cha katikati, huyo mtu mpaka nimuuzishe katika uongozi wangu, apate kuelewa na kusikia kwamba hakika ninaongozwa.
hakika tunaongozwa vizuri. Hivyo basi, huyo kiongozi kwa nini apate kunawili na kuendelea katika ule uongozi? Uwezi uongozi ukiwa peke yako kama kiongozi o a leader. Hata katika boma, mzee, hauwezi kuongoza pale nyumbani peke yako, mpaka uwe mama anakusaidia. Wakati mwingine pia hata watoto wanaweza kukusaidia. Usiwapuuze, usione hawajui. Sasa kuna watu ambao watoto wao wengine sasa ni watu wazima kama mimi, ni watu wazima kama wewe, mpaka usikilize maoni yao, kwa sababu wanaweza kukurekebisha unapokosea njia ya ule uongozi wako. Daudi mwenyewe hapa aliweza kufanya jambo la ushauri vizuri sana. Aliweza kujua ya kwamba ijapokuwa ako katika uongozi hataweza peke yake. Akawaita maakida, akawaita watu wakubwa katika vyeo mbalimbali waliokuwa chini yake, ili washauriane pamoja vile wataiendeleza kazi. Kiongozi mwema na kiongozi shupavu ni yule ambaye anawaita watu ambao anawaongoza wako chini yake, wanaketi na wanapanga pamoja mipango ya ile kazi jinsi itakavyoendelea. Hata katika nyumba, mpaka mzee awaite watu wake, mama, watoto, labda wajukuu, waketi pamoja na kuwaelekeza jinsi watakavyotekeleza majukumu muhimu. Hivyo basi, Daudi alikuwa kiongozi, alikuwa na wakati wa kutubu, huyu Daudi mwenyewe, na kwa sababu alijua yeye ni mwenye dhambi, mara kwa mara Daudi aliishi maisha ya kutubu. Ni vizuri sana ukiwa kiongozi, kama unajua kwa kasoro zako na labda umekosea watu, si vibaya hauwezi kushuka ngazi kiasi ya kwamba wewe sio kiongozi tena, kwa kuwaambia watu naomba msamaha, haya basi mnisamehe. Na hiyo tu itakuwa ni mwelekezo mzuri. Lakini kukaa pale ati ni wewe kiongozi, utaki kushauriwa, utaki kuomba msamaha, ndugu na dada yangu, ukiwa pale katika uongozi, ujue ni njia ya kukuelekeza kupotea, na hata pia hautakuwa na sifa nzuri katika ile kazi, kwa sababu ni kama unaongoza peke yako. Kuna aina nyingi za viongozi. Viongozi wa kanisa, viongozi wa familia kama baba na mama, kiongozi wa kampuni ama ministries mbalimbali, idara mbalimbali. Umewekwa pale kama mkuu wa hiyo idara. Ushirikiano mwema uonekane. Ushirikiano wako na wale watu walio chini yako, yaani wale ambao wanaleta matokeo ya ile kazi mikononi mwako. Na uwe na wakati wa kufuatilia kazi, uone inafanywa namna gani, na uone kama ni mali imekosekana, makosa yameingia, ni kuita mtu na kurekebisha kwa pole. Lakini si kumkandamiza na kumwambia kwamba kuanzia leo funga virango na uishie. Hiyo si suluhisho nzuri, na kuomba ufuate ile njia ambayo inafaa mtazamaji wangu. Sasa kama vile Daudi alivyofanya, na kama vile aliwaita hawa maakida na wakuu wa idara mbalimbali, alikuwa na lengo la kukaa na wao ili waone watarudisha vipi lile sanduku la agano la Mungu, ili kwa sababu ilikuwa limeenda kuwekwa mahali vibaya, waone wataiendea namna gani na kuirudisha tena mahali walipo, ili wakaweze ilikapate kutunzwa vizuri. Kama mfalme alitambua ako na uwezo wa kuchagua wengine. Hata Musa aliambiwa kwa ajili ya kuzeeka atafute watu asaidiane na wao. Kuna watu wananyemelea kwenye kiti, ni kama mtu anajua kwamba nitakaa hapa mpaka mwisho. Je, ni vizuri hata wakati ukifika mahali ambao Mungu amekupa, hata ondokeo wengine tu na wao waongoze, ondokea mwingine tu na yeye apate kuonja na akapate kuongoza. Je, na wewe pia ijapokuwa utatoka, ni vema hata kukubali uwe mshauri wake. Si vibaya uwe mshauri wake. Ndio ako juu yako, wewe sasa uko chini na ulikuwa juu yake. Sasa kubali kusikiza yale mawaidha, na wewe ukiketi pale kubali kushauriwa ili kufaulu katika uongozi. Mpaka usikilize watu ambao wanakushauri, na wengine wanashauriwa na watu wapotovu, wengine wanashauriwa na watu ambao watakufanya uangamie katika uongozi. Wako na tactics amba mbinu za kutaka uangamie. Hao usiwasikilize, na wakikupa mawaidha yatupilie mbali na ufuate mawaidha yaliyo ya kweli. Ndugu yangu, dada yangu, kwa popote pale ulipo katika uongozi, kwa sababu naamini wakati unapozungumza nawe, labda unasimamia idara,
unasimamia watu mahali uko wako chini yako, basi mpaka wajali. Onyesha upendo kwa kila mtumishi aliye chini yako. Yule ambaye ako chini yako, hawe ako na ujuzi, hawe hana ujuzi, msaidie tu na atainuka, awe na ule wa ujuzi wa kusaidia ile kazi iendelee vizuri. Ndivyo ilivyo. Tunatazama na kuona ya kwamba kiongozi mwema ni yule anayeelewa yeye mwenyewe kwamba kuongoza watu wanahitaji kuongozwa kwa hekima. Hekima itokayo kwa Mungu, kwa sababu Mungu amekuweka pale kuwa kiongozi, unahitaji kutumia hekima ya hali ya juu, ile ambalo ni mwelekezo wa Mungu mwenyewe, na atakupa jinsi ya kuongoza. Ukiongoza watu, jali kuwa mwaminifu. Huwezi kuwa kiongozi wa watu na wanakulalamikia, wanalalamika kwa ajili yako. Kuna jambo lile ambalo linafanya wale watu wapate kulalamika. Watu si waenda wazimu, hawezi wakalalamika bure. Kuna kasoro kadha. Chunga na ujali zile kasoro na urekebishe, ili watu waende pamoja nawe. Kwa sababu tumeona ya kwamba, mtazamaji wangu, huwezi kuongoza bila watu. Na unaongoza watu ambao wanaelewa mambo. Hata wakati mwingine mtu anaweza ongoza na kuna watu wanaelewa kuliko wewe ukiwa katika pale kwa hiyo kiti. Unapopata mashauri, uwe ni mashauri, fikiria, keti na uchague ni ushauri gani ambao utanisaidia, na ufuate na utafaulu katika uongozi. Ukiona huu ushauri hautakusaidia, basi tupilia mbali na usiufuate. Neema ya Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu iwe pamoja nawe. Tushirikiane katika maombi. Baba Mungu wetu, Baba mtakatifu na Baba uishie milele, asante kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi. Mungu, tunaomba kwa ajili ya mtazamaji wa pamoja naye. Yawezekana ako katika mateso fulani, yanawezekana ikawa ni mgonjwa hata kwa kitanda. Yawezekana Baba anakulilia kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Baba wa majeshi, naomba ukapate kumtekelezea na kumpa kuona suluhisho, ili apate kukushukuru na kusema ni asante mbele zako. Bariki stesheni hii ya Undugu TV. Baba ukapate kuibariki, na wasimamizi pia, hata mkuu wa kanisa ukapate kumuongoza na kumbariki. Mpe maono ya kuendeleza kazi hii ipasavyo, ili neema na baraka ziwe mbele zako Mungu wetu, na ikalifuate Baba kila mmoja wetu, na hata tukapate kufanya sawa sawa na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Mipango ya mafanikio huanza pale tu tunapomshirikisha Mwenyezi Mungu katika kila jambo, katika kila hatua. Hapa tumeweza na kuona vile ambavyo Daudi aliweza na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na pia akaweza na kushirikisha viongozi wengine wakati ambapo aliweza na kujiandaa, yani kuweza na kuchukua sanduku la agano, ama kuweza na kulirudisha huko Yerusalemu. Aliweza na kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwanza. Tumeweza na kujua kwamba ingawaji hata mipango yetu inaweza kuwa mizuri sana, inaweza kuwa inapendeza wengi, lakini mwanzo tumshirikishe Mwenyezi Mungu, ili kila jambo likaweze na kuenda sawa, kila jambo likaweze na kufanikiwa. Wakati mwingi mambo yetu yanakosa kufanikiwa, ndoto zetu zinakosa kufanikiwa kwa sababu hatukuweza na kumshirikisha Mwenyezi Mungu 100%. Tunashirikisha watu wale ambao tunaona kwamba hao ndio watu wetu, hao ndio marafiki zangu, wacha niwaambie kwanza. Wakati ambapo unawaambia tu kwanza tu hivi, wanakimbia na hiyo ndoto yako, wanamalizana nayo. Mipango yako ilikuwa myema, wanaimaliza kabisa, wanaifutilia mbali, kwa sababu kuweza na kumshirikisha Mwenyezi Mungu wa kwanza. Mshirikishe Mwenyezi Mungu hata kama ni mambo ya familia yako, mambo ya maisha yako, vile ambavyo unaona yani mshirikishe tu Mwenyezi Mungu, na kila jambo litaweza na kutendeka kwa usawa kwa wakati wake. Utaweza na kuona umetendewa kuliko vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Umeweza na kupiga tu hatua mbele hata kuliko vile ambavyo ulitarajia wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu uliweza na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, naye ameweza na kukutendea
kukupigania, maana ameona kwamba unamheshimu, unamjua kwamba yeye ni Mungu. Bila yeye hakuna chochote ambacho kinaweza kikafaulu. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, mahali popote pale utaweza na kuabudu. Mwenyezi Mungu akutane nawe, Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu kakunjibu. Pastor, tumeshukuru sana, barikiwa sana. Mungu akaweza na kukukumbuka mapia. Nimekuwa wenu Reverend Lucy Michael, nikiwaambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu ikawatangulie, ikawafunike. Bye bye.